hadi 13 na tutabarikiwa. Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11 hadi 13. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anavyoifanya tangu mwanzo hata mwisho, mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ni ndani ya Mhubiri 3 ya kuwa kila wakati, kila majira na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Akatuambia ya kuwa there is time for everything. Kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kuna wakati wa kila jambo. Kuna saa ya kila jambo. Kuna pia na wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata leo tumekemea sana roho ya mauti. Juu kama wakati wa kufa haujafika, kama hiyo mauti Mungu hajairuhusu ikue, haitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe ni ndani ya mchana wa siku ya leo. Watu naambiwa kila saa, kila wakati neno inasomwa na inafanya kazi hiyo saa, hiyo wakati na hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka ujue ya kuwa siku ya leo ya kuwa kila saa na jambo lake, kila wakati na mambo yake, kila majira na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda tu kidogo nataka kuzungumza na wewe ni ndani ya siku ya leo. Kama Mungu aliweza akatenda na hapo kale, kama Mungu aliweza akatenda na kwa babu zetu, akatenda na kwa wazazi wetu, na kwako ni ndani ya siku ya leo ataenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu aliweza kuponya yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu, hiyo ugonjwa ilichukua muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye Mungu alikuja akatenda na ule mwanamke akapata na ushuhuda. Maajabu ya Mungu ikaonekana, ushuhuda ukapatikana, mema ya Mungu ikaonekana pale. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutie moyo ni ndani ya siku ya leo. Ile hali ambayo unapitia ni majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kulia ni kwa nyumba yako, ni kwa ndoa yako, ni kulia, inafaa tu unalia usiku ukijua asubuhi kicheko inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kukosa, utakosa tu lakini kuna siku utapata. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kutembea, tembea tu kwa wakati huu. Hiko wakati itafika hautatembea tena. Bwana Yesu asifiwe. Natema aje, kuna mtu ametembea sana ni kutafuta venye atafaulu lakini haoni akifaulu. Mungu leo hii anataka ujue ya kuwa iko sana wakati inafika unaenda kupata majibu ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amelia kwa muda mrefu. Leo hii enda chukua kitambaa, panguza machozi. Bwana Yesu asifiwe. Umelia kwa muda mrefu, hiyo imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe. Angalia jirani yako, mwambie ambaye umelia imetosha. Mwambie umeteseka ya kutosha. Hii neno tu na ikakamilike ni ndani ya anga yako na ikamilike ni kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeteseka ni ndani ya ndoa, tumeomba sana maombi ya ndoa, hautalia tena kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wanda ni school fees imekusumbua kwa muda mrefu, hautakuwa tena na shida ya school fees. Mungu amekuja kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Iko fedha tumeambiwa iko ni ndani ya mali hapa. Hiyo fedha tunaikamilike kwako. Usilie tena eti ni juu ya pesa tu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ni ndani ya mstari wa 11, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi wanadamu wasivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe ambao umekuwa ukienda unalia, unarudi unaangalia kwa ukuta, unaambia Mungu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amelia sana, ukapiga magoti, ukaomba, ukaona ni kama maombi haiendi. Maombi yako ilifika kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alishasikia kilio cha ndoa yako. Mungu alishaona machozi yako. Ni ndani ya
siku ya leo, enda panguza machozi. Hakutakuwa na kulia tena, hautaomboleza tena. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu aliweza kukubariki na hao watoto, anajua ni aje wale watoto watasoma, anajua ni aje chakula itapatikana, anajua ni aje anafungua ni njia ya malisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwa itakuwa vigumu sana kwa binadamu kuweza kuvumbua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wengine wataangalia tu hivi, kama uko na rafiki mbaya atakwambia na huyu Mungu mwenye unaombanga mbona hajakuja akakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine rafiki tu atakuja akuulize mbona umefunga kitambaa kwa muda mrefu na Mungu hajakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu sana kwa binadamu kuweza kuvumbua, lakini kwa sana wakati ambao Mungu ataamua, Bwana Yesu asifiwe, Mungu atakuja. Wewe ambaye umelia kwa muda mrefu, enda ambia moyo wako tulia, hautaenda kulia tena. Zaidi ya yote kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Ambia moyo wako umeteseka ya kutosha, baba yako amesema hautalia tena. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda pale chini mstari wa 13 inatuambia ya kuwa tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu umekuwa tu uking'ang'ana au utaenda kung'ang'ana tena. Kuna venye umekuwa tu ukiamka saa 10 ushaamka, unarudi tu kwa nyumba yako na giza, lakini hauoni matunda. Utaenda kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hatapata nafasi tena ya kukutesa. Shetani hata kuhangaisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana mhubiri alituambia kwa kila saa na mambo yake, kila wakati. Kwa hivyo ile kilio yenye umelia hizo siku 5 zenye umelia, ambia shetani sitalia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amekutesa ya kutosha, mwambie si mara hii tena. Bwana Yesu asifiwe. Juu kila wakati na mambo yake. Ni wakati imefika, Mungu amekusudia kukubariki, jitayarishe kupokea baraka yako. Ni malisho Mungu anakusudia wote tukule vizuri, tuburudike na tufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama ulipata strong tea, iambie strong tea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amesema haki ya Mungu. Na nimesikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekula tu ugali na sukuma, ambia sukuma anza kujipanga mapema. Bwana Yesu asifiwe. Si watu tunaona hapo, hebu tusome wote. Tena ni karama ya Mungu. Kama unataka hiyo neno ikamilike kwako, soma vizuri na usome kwa sauti. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake. Nani ameona mahali kumeandikwa tukunywe strong tea? Bwana Yesu asifiwe. Kama ushazoea tu kuchotanga ugali hivi, enda tayarisha sweet knife na sweet fork. Hakuna tena kuchotanga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama niyo breakfast, enda ujitayarishe vizuri. Kwa hii madhabahu ya Yahweh Modern Prayers, kuna mahali kumeandikwa hapo tukunywe mandazi tu. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati na mambo yake. Sana wakati imefika wa kufanya nini? Nabarikiwe sana. Karibu sana brother man.